Na karibu mtazamaji, tuandamane hadi tamati. Mimi ni Mashirima Kapombe. Mtazamaji, huku kongamano la walimu wakuu wa shule za msingi na sekondari msingi likiwa linaanza rasmi huko Mombasa hii leo, walimu chini ya muungano wa KUPPET eneo la Magharibi wametishia kusitisha usimamizi wa mtihani wa KCSE, wakilaumu maafisa wa DCI kwa kuchelewa kuchunguza kifo cha mwalimu mwenzao eneo bunge la Lugari. Mwalimu huyu mkuu wa shule ya Munyuki PAG, Simon Isiaho, alipatikana ameuawa na mwili wake kutupwa mtoni siku 6 baada ya kutoweka kwake kwa njia tata. Willy Lusige anatueleza zaidi. Majonzi yametanda eneo la Lugari baada ya wakaazi kupata taarifa kuwa mwili wa mwalimu mkuu wa shule ya upili ya Munyuki PAG, Simon Isiaho, aliyetoweka siku 6 zilizopita, uliopolewa katika mto Kipkaren ukiwa na majeraha mabaya na dalili za kuteswa. The killing of our principal, it is very unfair. It's very unfair and very unfortunate. We are calling upon the government to make some due process so that those culprits who have done this one should be brought to book. Walimu wanaosimamia mtihani wa KCSE chini ya muungano wa KUPPET wameapa kusitisha usimamizi wa mtihani huo iwapo hakutakuwa na hatua za haraka. We are sure if this was someone else, if it was a big person in the government, if it was a politician, there would be arrests that have been made already. But because it is a teacher, this process is taking a very long time. We are not accepting that. Kama hakutakuwa na step ambayo report ambayo inatueleza ni nini haswa ilitendeka, sisi we shall be forced to disrupt exams in this region. We withdraw all principles so that we do demonstration as from Tuesday. Viongozi wa eneo hilo pia wanataka uchunguzi wa kina kuhusu kisa hicho baada ya gari la mwalimu huyo kupatikana likiwa na ishara za ajali, lakini majeraha aliyopatikana nayo yakionekana kutofuatana na ajali ya barabarani. We want to be told from the accident area, when the accident ended, back to the river, what happened? Kama ni Savula iko involved, lazima no one is above the law. Haya yanajiri huku mbunge wa eneo hilo Nabii Nabwera kupitia wakili wake Danstan Omari akiwataka maafisa wa DCI kuwakamata wanablogu 3 kwa madai ya kumhusisha na kifo hicho. Hata hivyo, maafisa wa polisi wamesema uchunguzi unaendelea ili kubaini iwapo ni kisa cha kuzama au mauaji. Willy Lusige, Runinga ya Citizen.